Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Elmino John Bina ni makamu mwenyekiti wa wachimbaji madini vijana Tanzania. Kwanza, jukwaa hili ni jukwaa ambalo lilikuwa ni ndoto ya wachimbaji wengi kwa muda mrefu, na sasa tulimeenda kutekelezwa. Na nikukumbushe tu kwamba jukwaa hili linatukumbusha kwamba wapi tulipotoka, wapi tunapokwenda na wapi tulipo sasa. Kama ukikumbuka, kumekuwa kuna matamasha mengi, lakini pia na ziara nyingi za Mheshimiwa Waziri wa Madini, Mheshimiwa Anton Peter Mavunde mbunge, kwamba amezunguka nchi nzima kuhakikisha kwamba wachimbaji wadogo wanathaminika, wanaheshimika, lakini pia wanatambulika serikalini. Lakini katika wakati hiyo, ndugu mtangazaji, kumekuwa kuna kasumba kubwa sana sasa hivi nchini kwetu kwamba wachimbaji wamekuwa wanacheza kikatolo katolo. Umeiona ikizungumziwa kila kona. Hayo yote ni manufaa ya ushirikishwaji wa wachimbaji katika sekta ya madini. Lakini juu ya hayo yote pia kwamba waziri wetu wa madini amekuja na slogan mpya ya Mining for Brighter Tomorrow dhidi ya vijana. Lakini on top of that pia amekuja na kitu kinaitwa Vision 2030 kwamba madini ni maisha na utajiri. Akimaanisha kwamba utajiri huo uwe kwa wazao wa Kitanzania, Watanzania wenyewe. Na ndio maana unaona mpaka sasa hivi wameziboresha sheria za madini kwamba mchimbaji mdogo anaruhusiwa naye kumiliki leseni. Mchimbaji mdogo anagaiwa maeneo kwa ajili ya kufanya shughuli za uchimbaji. Lakini mchimbaji mdogo pia huyo anapewa mikopo kwa ajili ya kufanya shughuli za uchimbaji. Kwa hiyo ukiangalia ushirikishwaji wao kwenye sekta ya madini ni mkubwa kuliko hata watu walikuwa kiutegemea. Kwa sasa tunachangia zaidi ya 10% kwenye pato la taifa kupitia Wizara ya Madini. Lakini ukiangalia kwenye uhalisia kwamba mchimbaji mdogo ambao ndo Mtanzania anachangia 40% kwenye Wizara ya Madini. Kwa ukiangalia development ya mchimbaji mdogo mpaka sasa ni kubwa sana. Na mimi nazidi kuwaasa vijana wenzangu tusikate tamaa, lakini pia na Watanzania wasikate tamaa. Sekta ya madini ni sekta ambayo inaweza ikamfanya mtoto wa maskini akawa tajiri. Na inaweza ikamfanya pia tajiri vivyo akawa maskini. Kwa nini? Kwa sababu ni sekta ambayo inahitaji ujuzi, inahitaji uzoefu, lakini ni sekta ambayo inaweza ikatuheshimisha. Kwa sababu uchumi wake ni mpana, uchumi wake ni mkubwa. Na pia sasa hivi dunia iko katika crisis ya kiuchumi. Kwa hiyo madini pia yanatumika kwenye kujenga huu uchumi wa kidunia. Na sasa hivi wachimbaji wa Tanzania wanaitwa mabilionea. Tuna vibilionea vidogo vidogo nchini kwetu. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, nadhani ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini umefanywa kwa kiwango kikubwa. Na nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amefanya kazi kubwa sana. Pamoja na upepo wa kila namna, lakini mama amesimama, ameiheshimisha sekta, amechagua waziri bingwa kabisa, kijana mwenzetu. Ameisimamia sekta mpaka leo hii tunavyokuambia, sasa hivi tunagaiwa vijana kwa makundi na wakina mama leseni. Tumeona poli la Gosi limegaiwa, tuna mapoli mengi yanagaiwa. Na ndio maana sasa hivi unaona tunajivunia mpaka sasa sisi tuko hapa tumependeza kwa ajili ya sekta ya madini. Kwa hiyo ni rai yangu tu kwa Watanzania, tuendelee kuidumisha ile amani ambayo ayatuachia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Samia akiendeleza. Na sisi lengo letu kubwa ni kwamba tujenge uchumi wa kila mtu mmoja Mtanzania. Na nikwambie tu kitu kimoja, tumejipanga kisawasawa kuwa mabilionea. Asante sana.